Namshukuru Mungu siku ya leo ni kwa sababu ya wema ambaye amenitendea. Nimemshukuru Mungu ni kwa sababu amekuwa mwaminifu kwa maisha yangu. Ninamshukuru Mungu kwa sababu ameniweka uhai ndiposa niweze kumtumikia. Siku ya leo nataka kuwakaribisha kila mmoja katika channel yangu pale katika mtandao wa YouTube ambaye inaitwa Sayuni TV 62. Maana yake 62 inamaanisha ya kwamba Isaya 62 mstari wa kwanza, sitakaa kimya, ni kwa ajili ya Sayuni. Njooni nyote tuweze kubarikiwa pamoja. Leo ni siku ambaye ninamshukuru Mungu. Amekuwa mwema kwa maisha yangu kwa sababu kila wakati huwa ninamwambia Mwenyezi Mungu ninapoamka, naomba unifundishe jambo jipya. Huwa ninaambia Mungu aweze kunionyesha jinsi ambaye atakavyo niweze kulifanya siku hiyo ya ile ambaye ameniamsha. Siku ya leo naomba tukaweze kunena ni kwa sababu ya maisha yetu mahali ili alipikia. Mungu amekuwa akinenenea ujumbe na ndiposa leo nataka kuuleta siku ya leo ndiposa tuweze kuelewana kwa kila mmoja. Maandiko yanasema ya kwamba wakati Yoshua alikuwa ametumwa na Mungu. Maandiko yanasema ya kwamba katika Yoshua 7 mstari ni wa 5 na wa 6. Maandiko yanasema ya kwamba watu wa Ai wakaua Waisraeli 86 na kuwafukuza wengine kutoka lango la mji mpaka Shebalim. Wakawaua wenye mtelemko. Waisraeli wakapa moyo na kulekea kama maji. Yoshua akalalua mavazi yake yeye pamoja na wazee wa Israeli. Hii maandiko ilikuwa inanifunza jambo moja. Wakati kulikuwa na vita katikati ya watu wa Ai na wana wa Israeli. Maandiko yanasema ya kwamba Waisraeli waliweza kuuliwa sana na watu wa Ai. Hata ikafika wakati wakalekea, wakakufa moyo. Lakini Mungu akaendelea na kuwatia moyo. Maandiko yanasema ya kwamba mstari wa 6, lakini Yoshua pamoja na wazee wakararua. Yoshua akaweza kurarua mavazi yake na wale wazee. Ni kwa sababu waliona mambo yanaenda vizuri. Wakati wana wa Israeli walichapwa sana na watu wa Ai. Na ndiposa wakati saa hii na dakika hii najaribu kuuliza Mungu, kulienda namna gani? Ni kwa sababu ukiangalia katika nchi yetu, ukiangalia katika nyumba zetu, ukiangalia kila upande, wazee wale ambaye wanashikana na kiongozi hawapo tena. Hawazee hawapo. Wazee walienda wapi? Ukiangalia wakati Mungu alikuwa ananena na Yoshua, alimwambia aweze kuchukua wazee ndiposa waweze kuenda kupeleleza katika ule mji, waweze kuenda vitani pamoja. Halafu wakati angalia anaona wanachapwa sana na watu wa Ai. Maandiko yanasema ya kwamba Yoshua pamoja na wazee wakaweza kulalua mavazi yao. Ni kwa sababu waliona mambo hayaenendi vizuri. Maandiko yanasema ya kwamba katika Waibrania 11 mstari wa 2, na wazee wa kale walipokea kibali cha imani yao. Wazee wa kale walipokea kibali cha imani yao. Ujumbe wa leo nataka tuzungumzie ni kwa ajili ya wazee, kwa sababu hatusijui wazee walienda wapi. Kulikuwa na wazee ambaye walikuwa wanatengeneza mambo kwa kijiji. Kulikuwa na wazee katika baraza. Kulikuwa kunasemekana kuna baraza la wazee. Kule kanisani kulikuwa na wazee wa kanisa. Wazee walienda wapi? Mpaka siku hizi ukiangalia, wamama walibadilishwa kuitwa wazee wa kanisa, ila ambaye si wazee. Wazee waliingililia wapi? Leo hii nataka kunena na wewe mzee ambao umeingia mahali hapaeleweki. Angalia saa hii makanisa zinachomwa, ni kwa sababu hakuna wazee. Angalia saa hii makanisa zinaenda vile zinaenda, ni kwa sababu wazee wa kanisa walipotea. Wazee mlipotelea wapi? Naomba muweze kutokea, kwa sababu ni wakati wenu Mungu anawaita. Huu ni wakati Mungu anahitaji wazee, ndiposa mambo iweze kuwa mahali pema. Katika kitabu cha Yakobo 5 mstari ni wa 13 na 14, maandiko yanauliza ya kwamba kuko na mtu kati yenu ambaye ni mgonjwa, kuko na mtu kati yenu ambaye ako na shida,
waiteni wasee waweze kuwawekelea mikono ili muweze kupokea uponyaji. Mambo na uombaji ni wa wazee, lakini tuliachia mtu mmoja ambaye ni mchungaji pale kwa kanisa. Tuliwachia mtu mmoja ambaye ni mama pale nyumbani kwa sababu mzee alitoroka. Wasee mlienda wapi? Wasee Mungu anawahitaji. Huu ni wakati Mungu anahitaji mkuwe karibu. Huu ni wakati Mungu anataka kunena na nyinyi. Tukisoma katika kitabu cha Zaburi 78 mstari wa 2, alisema ya kwamba aliendelea kupatia wale wasee maagizo. Wasee walienda wapi? Wasee ambaye walikuwa wanamtumikia Mwenyezi Mungu, wasee ambaye walikuwa wanatumikia kijiji, wasee ambaye walikuwa wanatumikia mboma. Watoto walikuwa wanaitwa na wasee, wanakalishwa chini na wanaelezwa kunaendanga hivi na vile. Oi, Mungu wa mbinguni, na kuomba ukaweze kutembelea mzee mahali aliko. Na ndiposa unaona siku hizi watoto wachanga wamekosa kuwapatia wale wasee heshima, ni kwa sababu mienendo yao hayaambatani na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Maandiko yanasema ya kwamba katika Ayubu ambaye ni mlango wa 8 mstari ni wa 7 wa 8, maandiko yanasema ya kwamba hata kama sisi ni watu wa juzi tu, tutaendelea kujifunza mambo ambayo wasee wetu waliotambua maarifa kutoka kwake Mwenyezi Mungu. Wewe mzee uko wapi? Mzee umeenda wapi? Angalia vijana wameharibika, ni kwa sababu hakuna wasee wa kuwapatia maagizo. Zamani wasee walikuwa nakaa kule kwa gate, ambaye kule ndio walikuwa na weka moto, pale ndio walikuwa wanapelekewa chakula. Ndiposa mahali pale kama ni kijana anakaa kule na baba yake. Leo hii wasee walishuka wakaingia jikoni. Walipoingia jikoni waliharibu kila kitu kwa sababu hawataweza kupeana mawaidha. Wasee mko wapi? Angalia watoto wanaangamia. Na ndiposa saa hii tunashangaa hata wasee wenyewe unawakuta na watu ambaye ni kama watoto wao, hata wanatembea na wao. Unaona mzee ni mzima na anasema huyo ndio mke wangu, na ukiangalia huyo mzee ni mtoto wake. Mungu na kuomba kaweze kutembelea wasee usiku wa leo, wasiweze kujua ya kwamba hata wakati kijiji kilikuwa kinaleta shida, maandiko yanasema ya kwamba wasee walikuwa wanaitwa ni kwa ajili ya kusuluhisha mambo ya hiyo kijiji. Leo hii ni akina nani ambaye wanaitwa? Ukiingia makanisani unakuta wamama ndio wengi. Wasee walienda wapi? Unakuta hii ni mboma iko na watoto, lakini mzee hayupo. Mzee alitoroka. Wamama ndio walikuwa wanatolokanga. Leo hii imekuwa ni wasee ambaye wanatoroka. Na ulisa Mungu uweze kurejesha wasee katika nyumba, uweze kurejesha wasee katika kanisa, uweze kurejesha wasee katika kazi yao, waweze kutupatia mawaidha. Zamani ulikuwa unatumwa na mzazi, ukikuta wasee wamesimama kwa njia, we unarudi unatafuta njia ingine kwa sababu unaheshimu wale wasee. Lakini leo hii hawaheshimiki. Leo hii waliweka tabia mbaya hata kwa watoto. Wasee na waita mkaweze kurejea katika kazi yenu, mkarejee kwa mboma. Kuna watoto wamesaliwa lakini hata wajui wasee wenye mboma. Hata saa hii kuna mtoto ukimuuliza babu yake anaitwa nani, hamjui, kwa sababu hawajakaa na yeye katika ile familia, hawajakaa na yeye katika ile mboma. Angalia nchi yetu imeharibika. Angalia nchi yetu imekosa heshima, na ndiposa ile heshima imeenda mpaka ndani ya kazi ya Mungu. Ile heshima imeingia mpaka hata kwa serikali. Ni kwa sababu kani? Wasee walishindwa na kazi. Wakati mnaona nchi inendi vizuri, badala ya wasee wakusanyike, wakae chini, waende kwa kiongozi, wamwambie kiongozi, tunaona akuenendi vyema. Wasee ambaye walienda mavichoni. Angalia ni vijana wanatokea, wanaenda wakijilazimisha mahali pale waweze kufanya kazi ambaye si yao. Kazi yao ni si kazi ya kwenda kusuluhisha mambo ilikuwa inasuluhisha na wasee. Wasee mko wapi? Wasee mrudi katika njia zenu. Wasee mrudi kwa nyumba. Wasee mrudi muendelee na kutupatia mawaidha. Tunahitaji mawaidha yenu. Na ndiposa unaona wakati kulikuwa kunyeshi, wasee walikuwa wanakusanyika, wanapanda juu ya mlima, wanaenda wananena na Mungu, wanaenda wanatoa sacrifice, wanaenda wananena na Mungu, wanarudi nyumbani. Na maandiko yanasema ya kwamba walipokuwa wanarudi walikuwa wanakutana na ile baraka walikuwa wanahitaji. Angalia wasee walienda, hata milima ikajaa wanyama wakali,
Leo hii hakuna mtu ambaye anaweza kupanda kwa mlima. Ni kwa sababu wanyama wakali ndio wako pale. Ni kwa sababu wasee waliondoka. Wasee mlienda wapi? Wasee mruti, si watoto wetu waanze kufanya mambo. Ni kwa sababu ya kutaka kusuluhisha hii mambo. Sasa inafanya na vijana wanataka kusuluhisha mambo ambaye hayaenendi vyema. Ni kazi ya wasee. Wasee mko wapi? Wasee mko wapi? Mnaona wachungaji leo hii wanapuliwa nguo, wanachomewa makanisa. Ni kwa sababu hakuna wasee wa kuweza kupatia wale wachungaji mawaidha. Kulikuwa na wasee hata wa kijiji, wakiona ile mboma ambayo inaibisha kijiji chetu, wasee wanakaa chini. Angalia, kuna watu wetu wa mlima mwingine, tunajua ya kwamba wakati wanaona mambo yanaendi vizuri, huwa wanaenda kwa mti fulani, wanaenda wananena na wasee mahali pale, na unaona ile mboma inakuwa salama. Wasee mliacha kazi mkaenda wapi? Wasee mliachilia Mungu mukaenda wapi? Mliacha kazi ya Mungu mukaenda wapi? Halafu sasa unasema huyu kijana anavaa kuwa ako na mwenendo mzuri. Anatoa huyo mwenendo wapi? Kama hakukuta hata wasee katika familia, hakukuta babake akiwa na tabia njema, alikuta babake ni wa kutoroka, hata yeye lazima atoroke. Wasee mrudi kwa nyumba, ndiposa nyumba iweze kusimama. Nyumba iweze kusimama bila wasee. Wahenga wakasema mahali kuna wasee ambaye akuharibiki neno. Angalia, mambo imeharibika kwa sababu wasee waliondoka. Wasee mlienda wapi? Wasee mlienda wapi? Na ndiposa unaona watu saa hii wameingiwa na jambo ambaye wataki kanisa. Saa hii watu wataki kusikia neno lake Mwenyezi Mungu, kwa sababu wanasema wachungaji wanafanya mambo mabaya. Wanafanya mambo mabaya ni kwa sababu wasee wa kanisa waliondoka. Wasee wa kuombea ibada waliondoka. Wasee wa kuombea kijiji waliondoka. Wasee wa kuombea watoto wetu waliondoka. Mwenyezi Mungu, na kuomba wese kutenda jambo, na kuomba Mungu wa Israeli wese kunena na wasee mahali waliko. Kuna msee anasemekananga alipotea kwa mboma miaka 20, hata hajulikani mahali aliko. Msee amewekwa tu mahali na shetani. Na kuomba Mungu kama vile uishivyo, ukarudisha huyo msee katika mboma. Mboma iweze kusimama, nyumba iweze kusimama bila msee, kwa sababu wewe ni Mungu ulianzisha kutoka pale mwanzoni. Angalia, unatuambia ya kwamba mimi ni Mwenyezi Mungu ule ambaye nilitoa wasee wenu katika nchi ya Misri. Haukusema ulitoa wamama, haukusema ulitoa nchi ya Misri vijana, haukusema ulitoa nchi ya Misri vijana. Ulisema ya kwamba ulitoa katika nchi ya Misri wasee wetu. Wasee mrudi katika kazi yenu, ndiposa makuu yake Mwenyezi Mungu yaweze kutufikia. Angalia, watu wanakufa mapema, ni kwa sababu hawana ule mwelekeo ambaye wangeelekezwa na wasee. Wasee mlienda wapi? Mrudi ndiposa tuweze kufanya kazi ya Mungu tukiwa pamoja. Angalia, hata akina Gideon wakati walikuwa wanaenda katika vita, Mungu alikuwa anawaambia na mchakue wasee wale ambaye wenye nguvu muweze kuenda nao vitani. Leo hii tutachakua nani? Leo hii katika vita ni watoto wetu wanaenda. Leo hii ni watoto wetu wanaenda wanauliwa. Ni kwa sababu hakuna wasee wa kuwapatia mawaidha. Ile kazi ambaye vijana ndiposa wauliwe. Angalia, Mungu wa mbinguni, hiyo ni kazi ambayo ingeenda kufanya na wasee. Mungu wa Israeli, wasee wako wapi? Wasee wamekaa pembeni, wanaanza kusema ya kwamba watoto wako na tabia mbaya. Hawana tabia mbaya, wanawika tabia sawa wasee wetu. Na kuomba Mungu wa mbinguni uweze kunena jambo, ndiposa nchi yetu ikaweze kupona, makanisa yetu ikaweze kusimama, nyumba zetu zikaweze kusimama, kivijijini mwetu vikaweze kusimama, kwa sababu wewe ni Mungu. Hakuna aliye kama wewe, hakuna aliye mtakatifu kama wewe Mungu. Hili ni neno lako, na hakuna siku hili neno ambaye litaweza kuenda mbali. Wale wasee walikudhihaki, wale wasee walikuazi. Maandiko yanasema ya kwamba uliwaangamiza kwa upanga. Angalia, leo hii Mungu wa mbinguni, ni kwa sababu ya kukosa ushauri wa wasee. Watoto wetu wanapotea, watoto wetu hawana maisha, ni kwa sababu wasee walienda mavichoni. Ewe Mwenyezi Mungu, na kuomba pate kuonekana wewe ni Mungu na hakuna Mungu mwingine. Wewe ni Mungu ishie milele. Wakati Yesu alisaliwa, maandiko yanasema ya kwamba wasee watatu usiku walikuwa wanachunga ng'ombe sao. Waliacha ng'ombe sao wakafuata ile nyota mahali Yesu alikuwa amesaliwa.
Kama hao wasee wangekuwepo, nani angeweza kutuonyesha nyota mahali Yesu alisaliwa? Wasee mliacha mboma, wasee mmeharibu kasi, au wasee mmeharibu watoto. Naomba Mungu wa Israeli ukawalejeshe, Mungu wa mbinguni, ukaweze kunena, kwa sababu hakuna Mungu mwingine. Wewe ni wewe tu kimbilio letu, wewe ndio tegemeo letu, Mungu wa mbinguni. Wewe ndio ulichukua wale wasee waweze kuongoza wana wa Israeli pale jangwani. Hakika Mungu wa Israeli, ninakuita na ninakuamini. Ninaamini ya kwamba wewe yumweza, naamini ya kwamba wewe mtakatifu, naamini ya kwamba hakuna jambo linakushinda. Ulinena na mtumishi wako Yeremia 32 mstari wa 26 na 27, ukamwambia Yeremia, sio mimi, sio Mungu wa watu wote, kuna jambo linaweza kunishinda. Katika vitabu vya Injili maandiko yanasema ya kwamba Yesu akasema, lile ambaye kwenu ni ngumu, kwake Mwenyezi Mungu lawezekana. Ninakuomba Mungu wa Israeli ukaweze kutupatia urejesho. Maandiko yanasema ya kwamba mtu ukikatwa unaweza kuchipua tena, na kuomba Mungu wa Israeli ukaweze kutenda. Angalia, kuna watoto wengi ambaye wanahangaika, kuna watoto ambaye wamepotelea, na kuomba Mungu wa mbinguni, vile ambao ulinena na Yeremia 31 mstari wa 15, kilio kikasikika Lama, Lecho akiwalilia watoto wake. Mungu wa Israeli, na ukamwambia vanguse machozi, ni kwa sababu hatalia tena, watoto wake watarudishwa katika inji yake. Na kuomba Mungu wa mbinguni ukatupatie urejesho, kwa sababu uko na uwezo, na inaamini ya kwamba ujumbe unaenda kuponya mboma ya mtu, unaenda kuponya roho ya mtu, unaenda kuponya muumini mahali ambaye anayekutumainia. Sisi wote tukaungane tukafanye kazi ya Bwana, kwa sababu Mungu ametuita na akona mpango mwema, na Mungu wa mbinguni akawabariki, na ninawapenda sana. Amina ende amina.